Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anatarajia kuendelea na ziara yake ya kikazi mkoani Iringa kuanzia tarehe 23 mpaka tarehe 24 ya mwezi wa 5. Na hivyo nichukue fursa hii kuwatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa juu ya jambo hili kubwa na muhimu katika kuimarisha utawala bora, kuzungumza na wananchi, lakini pia kutatua changamoto mbalimbali ndani ya taifa letu. Atakapokuwa katika mkoa wetu wa Iringa, Mheshimiwa Waziri Mkuu atatembelea wilaya ya Iringa na atatembelea wilaya ya Kilolo. Atakapokuwa wilaya ya Iringa atazungumza na wananchi kupitia jimbo la Iringa mjini, na mkutano utafanyika katika uwanja wa Kichangani manispaa ya Iringa. Na atakapokuwa katika wilaya ya Kilolo siku ya tarehe 24 atapata nafasi ya kuzungumza na wananchi katika uwanja wa stendi ya Kilolo. Kwa hiyo tunaomba wananchi wote wa wilaya hizi mbili kujumuika kwa pamoja kwenda kuzungumza na Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia kupata maelekezo mbalimbali ya serikali katika uhamasishaji wa maendeleo na mwelekeo bora wa taifa letu kwa mujibu wa ziara itakavyokuwa. Lakini pamoja na kuzungumza na wananchi, Mheshimiwa Waziri Mkuu atatembelea na kukagua utekelezaji wa mradi wa Iringa Bypass, miongoni mwa miradi ya kimkakati inayotekelezwa ndani ya mkoa wetu wa Iringa, ili kuona namna mradi huo muhimu unavyoendelea kutekelezwa chini ya TANROADS. Lakini pia atakapokuwa Kilolo atapata nafasi ya kutembelea na kukagua utekelezaji wa barabara ya kimkakati ya Ipogolo Kilolo, ambao ni kiungo cha kibiashara, kiuchumi na kijamii baina ya wilaya ya Iringa na wilaya ya Kilolo. Mradi wa Iringa Bypass ambao ni mradi wa kimkakati ambao tunatarajia Mheshimiwa Waziri Mkuu atakwenda kutembelea na kuangalia hali ya utekelezaji wake. Mradi huu unagharimu shilingi bilioni 41.6. Lakini kwa upande wa mradi wa Ipogolo Kilolo ambao unatekelezwa baina ya wilaya ya Iringa na wilaya ya Kilolo, wenyewe unagharimu shilingi bilioni 61.12. Kwa hiyo ni miradi mikubwa, miradi ya kimkakati ambao tunaamini kuitembelea kwake kunaweza kuwa na maelekezo, kunaweza kuwa na hamasa ya maendeleo ya matumizi hizo barabara kwa wananchi, ili ziendelee kuleta tija ya uwepo wake katika miundombinu ya msingi ndani ya mkoa wetu.